Ilikuwa ugumu kiasi fulani kwa sababu ukiangalia toka dakika ya kwanza tunamiliki mpira mpaka dakika 90. Kwa hiyo ni kikubwa naweza kusema kwamba tunafuata maelekezo ya mwalimu siku zote, na tusisitiza tuende uwanjani tukaenjoy basi. Ukiwa na maana mlikuwa na nafasi ya kufanya vizuri zaidi katika mchezo huu. Of course tulikuwa tunaweza kupata namba 3 lakini tumekosa kupata moja, alhamdulillah. Mchezaji gani ambaye alikuwa changamoto sana kwako kwa upande wa Young Africans leo? Mimi sidhani kama kulikuwa na changamoto. Wote tulikuwa, kila mchezaji ambaye amefanya kazi yake kwa 100% kwa level yake. Of course kila mtu kapambana kwa nafasi yake kuitetea timu yake. Mashabiki wa Azam wameonekana kufurahishwa na performance ya leo. Pengine hili walitarajia kuelekea katika mchezo unaofuata. Of course tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ile ambacho tunakipatia. Namshukuru pia mwalimu amekuwa akipambana sana kututia moyo na kusisitiza zaidi kwamba tukiingia uwanjani tukaenjoy, tusiona pressure yoyote. Nadhani hicho ndio kikubwa ambacho sisi tunapata confidence kutoka kwa mwalimu. Mwalimu wapi pressure? Hapana kabisa. Mwalimu anataka kabisa, yani hataki kabisa pressure kwa mchezaji yoyote, anataka mpira uende uwanjani ukaenjoy basi. Hicho ndio kitu ambacho kinatupa pia hope na imani na confidence zaidi ya kufanya vizuri. Mwalimu ameweka target yake nini msimu? Ataona kwa timu kumaliza nafasi ya 3. Target ya mwalimu sisi kama Azam target kubwa ni kupambania ubingwa. Hicho ndio kikubwa. Yaani out of hapo ni kupambania ubingwa. Kipindi cha kwanza tumeona mmetengeneza nafasi nyingi lakini ilikuwa changamoto kwa kuweza kutumia. Kwanza katika mpira kikubwa kwanza ni kutengeneza nafasi. Swala la kutumia nafasi latokea katika football. Kwa kikubwa tumetengeneza nafasi. Alhamdulillah haijatokea haja bahati. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hicho ambacho tumekipata inshallah. Umezungumzia ndoto yenu, miongoni mwa ndoto zenu msimu huu kuchukua ubingwa. Gap la alama zaidi ya 7 dhidi ya Young Africans. Pengine hili unaliona kuwa ni kuweza kutokea kwa namna yote? Mpira chochote kile kinaweza kutokea. Kwa kila mtu anacheza mechi zake na ukiangalia mpaka sasa hivi hatujapoteza mechi yote. Kikubwa tuna focus na kile ambacho tunakielekea. Kwa hatujapoteza malengo yetu, hatujapoteza focus yote kwenye mchezo wetu na malengo ambayo tumejiwekea. Kwa hiyo naamini kwa magepu na nini chochote kwenye football kinatokea. Mashabiki wa Zidane pengine watarajie nini kuelekea kwa mchezo unaofuata? Kikubwa aendelee kunisupport, of course mko na mimi bega kwa bega kuanzia first time. Mimi naahidi kwamba nitaendelea kupambana kwa mwanzo wa mwisho. Shukrani sana.